Salama. Uko sawa sawa? Namshukuru Mungu. Unaelekea uso wa makasiriko, unanifanya nipoteze masaa. Siwezi. Au ndio style mpya baada ya kutinga makundi? Hapana, ndio style yetu. Kuna muda lazima uwe serious, kuna muda lazima ufly, kuna muda ambao unahitaji, yani kila muda una vitu vyake. Kuna muda unapotakiwa uwe kiwanjani, uwe ni mtu wa kufoka tu muda wote. Sasa hivi una muda wa kufly, kama hivi tunafly. Nafanya mahojiano, sawa nzuri. Tuambie namna ambavyo unajisikia baada ya timu ambayo unaichezea Singida Black Stars kutinga kwenye hatua ya makundi ya shirikisho katika historia ya klabu hii. Kwanza mimi na furaha kwa sababu sio tu kwa Singida, kwangu mimi binafsi imekuwa rekodi nzuri ambayo toka nilipoanza mwanzo sikuwahi kupata rekodi kama hii, ndio kwa mara ya kwanza. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tumefanikisha hilo, na watu ambao watuunga mkono pia na wenyewe wamefanikisha. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaleta faraja, kwa sababu kila mchezaji naamini ana ndoto yake. Lakini mimi ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kwamba siku moja nikapata nafasi ya kuweza kuperform katika mashindano makubwa. Basi nimepata nafasi, nimeperform, Mwenyezi Mungu kasaidia, tumepata ushindi. Tumeweka historia kwa wana Singida, nimeweka historia kwa mimi binafsi. Kwa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani katika michezo hii miwili kwenye hatua hizi za awali, lakini mnatinga kwenda makundi? Ugumu ulikuwepo kwa sababu timu tulizokutana nazo, kama timu ambayo tulikutana nayo Wild Lions Sports Rwanda, mechi zilikuwa ngumu sana kuanzia kwao hadi huku kwetu. Lakini yote kwa yote tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu bila kujipambanua sisi wenyewe na bila kupambana naamini tusingefika leo. Lakini tumejitahidi, tumepambana kadri ya tulivyoweza, kadri ya makocha wanavyofundisha na kadri ya usikivu wetu, ndio umepelekea mpaka kufika haya mafanikio ambayo tulikuwa tunayatamani. Kocha Miguel Gamondi anahusika kwa asilimia ngapi katika kuifanikisha Singida hii kutinga makundi? Mimi nahisi kwa asilimia 100 anahusika, kwa sababu amejaribu kukaa na sisi kutueleza malengo yake. Halafu akachukua pia na sisi malengo yetu, akajumlisha kwa pamoja. Akasema neno moja, win. Lazima tu win. Lazima tushinde. Timu bora ni ile ambayo inashinda. Timu bora ni ile ambayo inashinda na inajitambua, nacheza mechi kubwa. Kwa hiyo ni neno lake ambalo napenda sana kulitumia. Yeye ametuweka katika saikolojia nzuri kwa wachezaji kila mmoja wetu. Kuna makosa yanafanyika, anajaribu kutuambia, hatuambii kwa kushauti, atuelekeza, maana tunataka mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi. Mbali tuna hayo ambayo Gamondi amekuwa akiwaelezea pengine kwenye mazoezi, na wachezaji hawa wapi ambao wameingia kwenye usajili, wamekuja kuongeza nini pia ndani ya klabu? Ujue usajili wa mwaka huu sio kama usajili ambao umepita. Safari hii wamekuwa maprofessional wako wengi, na watu wazoefu wa mashindano ya makubwa wamekuwa wengi tofauti na mwaka jana. Kwa wamekompea sisi tuliokuepo, hatuna uzoefu wa mashindano haya, lakini tuna uwezo wa kucheza. Lakini tulikuwa tujapata nafasi ya kufika level hii. Kwa wamechanganya mbinu zake na za kwetu sisi na wachezaji ambao wa professional. Kwa kweli wana mchango mkubwa sana katika kuleta matokeo haya. Na ndio maana tunajivunia kuwepo na wao, tunajivunia kwa pamoja na sisi tunapambana. Hiyo ndio ilikuwa spirit yetu kubwa. Na inakwenda kuongeza nini kwenye career yako wewe binafsi? Kwanza kujiamini. Unajue unapokuwa na kucheza na wachezaji wakubwa, lazima kuna kitu unatakiwa unafanya tofauti tu. Unajua mwanzoni labda Masanga nilikuwa nadaka mipira kechi sana nini, lakini sasa hivi naongeza kitu kingine. Labda timu inacheza, lazima nicheze, lazima nifanye kitu ambacho wanahitaji, inahitaji timu. Nafanya kitu ambacho ushindi, wanahitaji mashabiki. Kwa hivyo, Sawa. Turudi kwenye nafasi ya goalkeeper ambayo unacheza, ni miongoni mwa sehemu ambayo inaonekana zaidi kwenye mechi.
imewahi kutokea pengine ulifanya kosa katika kucheza mechi zako ukasema leo kweli hili kosa nimelifanya? Nimeshawahi kufanya makosa. Unajua golikipa kwanza anafanya makosa mengi sana. Yaani ukiona mpira umeingia kwenye goli, watu wanashangilia, ujue ile kosa la kwako. Hata kama amesababisha mtu mwingine, kosa la kwako. Sababu mimi ndo mtu wa mwisho. Kwa kila siku tunaingia kwenye lawama. Kila siku tunaingia kwenye midomo ya watu. Tuongelea vibaya, wengine watuongelea vizuri, lakini yote kwa yote ni moja ya pati ya kazi. Kwa golikipa kwanza anafungwa goli lolote. Yaani unaweza ukafanya mistake ambayo hata Latifa leo wewe ile mistake uwezi ifanya. Pamoja ucheze, lakini uwezi ifanya ile mistake, lakini mimi nikaifanya na ninacheza. Kwa golikipa anafungwa goli lolote. Lakini ile upokeaji tu wa watu tofauti. Basi hivyo tu. Na ni ipi unaweza kutukumbusha labda ilikuwa kwenye mechi fulani? Mechi ni nyingi. Mechi kama nakumbuka mechi ya timu ya taifa Tanzania tulikuwa tunacheza na Senegal, nilifanya mistake baada ya kupunch mpira mbali. Nikakosea timing, nikapunch mpira karibu akafunga goli. Ilikuwa karatu. Kwa hiyo sio mbaya, lakini tunarekebisha na ndio maana tumekuwa bora mpaka sasa hivi. Ni ipi mechi yako bora ambayo uliwahi kucheza ukasema leo kazi nimeifanya? Mimi ni mechi zangu zinakuwa bora mechi na wananchi Yanga. Yaani hizo mechi zinakuwa gani, mimi haijalishi matokeo, lakini wenyewe wanakubalika sasa. Leo bwana. Yaani bwana hatari. Lakini mechi bora kabisa ukikutana na Yanga, yani wewe ndio unaona. Yaani naona kabisa sijui inakuaje yani. Yaani nabadilika, sio roho tu, yani kila kitu. Yaani unaweza beki mimi, tunaweza goalkeeper mimi. Yaani lakini mechi ya mwisho naye kumbuka ndio hii tulioshinda wakati niko Tabora. Nilibana hiyo siku hiyo, kaambia leo hawafungi hawa. Leo wanifungi hawa, yani hata wafanyaje. Niliapia toka niko hotelini, nikaapia kwa wachezaji. Kaambia mimi leo hawanifungi. Lakini kwa sababu ya kufanya mazoezi na kujituma, spirit ilikuwa ya juu sana. Ndio ilikuwa mechi yangu bora. Na mechi nyingine bora nakumbuka tulipoteza wakati huo niko Dodoma Jiji. Na wao Yanga tulipoteza goli 4, tulifungwa 4-0. Ilikuwa mwishoni wa siku ya mwisho kabisa, tulikuwa tunabadilisha mwaka. Sikumbuki ilikuwa mwaka gani, lakini ni mwaka wa hivi karibuni. Na ndio mechi ambayo ilinitambulisha. Yaani siku hiyo, yani kipindi cha kwanza, goli la kwanza alikuja alifunga Mayele. Dakika 45 tunaenda mapumziko. Yaani yeye mwenyewe huyo Mayele aliniambia, "Wewe unabana sana." Goalkeeper. Nataka kujua pia kwa nini ukikutana na klabu ya Yanga ndio inakuwa tofauti na klabu nyingine? Sijui, yani hata mimi mwenyewe hilo nashindwa kulielewa. Sijui ni kwa nini. Lakini ukikutana na wengine unatupo kawaida. Yaani naonaga niko kawaida, lakini nikikutana na Yanga, sijui kwa sababu ya mizuka wale mashabiki wao, maana wanatukanaga wale. Tukanaga sana. Lakini nakuaga na yaani kwamba nataka lakini ni moja apate mchezo Tuseme pia hata kwa mechi ya msimu huu pia unatamani ukikutana nao uwe langoni. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sitopania, mimi sipaniagi mechi. Ndio yani ujue mtu asema amepania mechi, hamna. Kila mechi ina plani zake na inabadilika, ina approach yake. Unakuta pale imebadilika bana, mechi hii ni ngumu, inakuwa ngumu. Kama mechi ya jana sisi tulikuwa tunajua nenda kucheza mechi ngumu, lakini sio kama ugumu kama ule watu wakutana nao jana. Kwa wale tuombea na ambao walikuwa watunga mkono, tumefanikisha hivyo yani. Sawa, mimi naomba unitajie wewe ni kipa, unacheza kwa nafasi ya kipa. Wapo makipa wengi kwenye ligi. Unitajie watatu ambao unaona wanafanya kazi nzuri. Wa kwanza Chalamanda. Na yuko JKT sasa hivi, alikuwa Kagera msimu uliisha. Ni golikipa mzuri ambaye ana appreciate kila kitu ambacho mwenzake anakifanya. Ni golikipa ambaye anajua kudaka. Wa pili sasa hivi amekuja Foba. Zuberi Foba amekuja. Mwanangu. Yaani wote familia yangu mimi nakwambia. Na unajua sisi tuna familia magolikipa lakini wako wengi. Tuko zaidi ya 100 lakini hao wanangu ambao wanafanya vizuri, hata wewe mwenyewe sasa hivi una appreciate, unaona. Mwingine brother kabadilika sasa hivi, amekuja timu yake inafanya vizuri, inaongoza ligi, Beno Kakolani.
Ya, hao ni magolikipa ambao na appreciate na wakubali, wanafanya kazi yao, kila mmoja anaona. Sawa, mbali na hayo kuna kitu hapa ambacho natamani kufahamu. Kwa wakati wa dirisha la usajili kwa kuna tetesi nyingi zikimhusisha Masalanga kuja kucheza timu za hapa mjini hivi na hivi, ilikuwaje hii? Tetezi zilikuwa nyingi, lakini sasa unajua maneno ya watu. Kuna timu ambayo tulikuwa tumefikia mazungumzo, lakini hayakwenda vizuri kutokana na uongozi wangu wa Singida. Walikaza sasa. Timu gani? Lakini ya mjini hapa. Ndio hapa mjini. Tumeongea nao. Wakaongea na hizi watu wa hapa kwa sababu nilikuwa na mkataba. Wakasema huyo bado tunamhitaji. Ile wao litamani kwenda. Upate challenge sehemu nyingine ni nzuri kwa mchezaji. Unapokuwa Singida nilikuwa nacheza mechi nacheza leo, kesho anacheza mwingine. Unajua Singida na magolikipa wengi, wote wazuri. Huwezi kupanga tu mmoja kila siku. Kwa ndio maana una change. Kwa hiyo nikataka nikaangalia sehemu yenye upinzani pia mwingine. Sababu unapata upinzani tena nzuri mimi kwangu. Napata upinzani na watu wanatoka nje. So jambo dogo ni jambo kubwa kwa sababu pia viongozi wetu wameshaandaa kwamba golikipa anatoka nje ndio golikipa bora ambaye anaweza kuwa namba 1. Naenda kuchallenge. Mimi toka niko Tabora huko. Ni kama ilivyo Singida mnabadilishana. Yaani hapa hamna namba 1. Wewe ukisema namba 1, sawa sisi tunakusikiliza tu. Wewe si namba 1. Sisi tunaongeza juhudi. Taarifa sasa kwa Hamasi hapa. Kwa magolikipa wote. Yaani mimi nasemea, mimi ninavyosema kwangu ndio namsemea golikipa yoyote yule. Kwamba kuna mwingine anasikiza interview ya Masalanga amesema anafanya hivi na hivi. Kwa kupitia maneno yangu na yeye anajenga morali wake kwamba lazima nipambane. Kwa golikipa yoyote. Kama ukiona uko na Masalanga ujue una ushindani. Mimi na ushindani. Mimi sio kwenye mechi. Mimi hadi mazoezini. Hadi kwenye maisha yangu binafsi na ushindani. Lakini ushindani wangu mimi wa mafanikio. Unaamini kwenye ushirikina kwenye mpira? Ushirikina? Mimi bwana kwanza mimi na swali ujue. Mimi sifanyi. Yaani yatokee labda niyaone lakini sifanyi. Hivi kuna mtu mkubwa kuliko Mungu hapa? Yeye ndo atupa riziki. Mimi singefika hapa. Mimi maisha nikwambia ninotokea wewe huwezi amini, lakini Mwenyezi Mungu kanipigisha hatua. Kumuomba tu mswala ninao ndani. Asante sana.